Kesi ya Sudani iliyowasilishwa mwezi huu tarehe 5 dhidi ya Imarati kwenye mahakama ya ICJ itaanza kusikilizwa Aprili 10. Mnakumbuka kuwa niliwahi kuwapasha hii taarifa kuwa Sudani waliwasilisha mashtaka kupitia mkataba wa ICJ wa mauaji yale ya kimbari ambao wakawa wanaishtaki Imarati. Wakati Imarati inashtakiwa, tayari Imarati ilikuwa inatumia nguvu kubwa na fedha zake nyingi kutaka kumnusuru rafiki yake wa chanda na kidole Israeli kujinusuru kutoka kwenye kesi ya ICJ dhidi ya Afrika Kusini kwa Gaza. Wakati Imarati anapambana na hilo, tayari naye kafikishwa kwenye mahakama ya ICJ na watawala wa Sudani. Kwa kosa lipi? Kosa ambalo wanamhusisha Imarati moja kwa moja ni usaidizi wake wa silaha kwa vikosi vya RSF. Usaidizi ambao unapitia nchi ya Chad. Chad kwa Mohamed Idris Deby anapitisha silaha ambazo zinaingizwa kutoka Imarati. Zikiingia Imarati zinapita kwenye mipaka ile ya Darfur zinaingia. Niliwahi kuambia kuwa huyu Hamdani Daglo asili yake ni Waarabu wanaotoka Chad. Hasa hawa ni Waarabu wale walikuwa wafanya biashara wa wanyama, ngamia. Ndio walikuwa hasa wenyewe. Hata Dagalo kuanza kwake kwenda kuchukua silaha hadi kuja kuwa hivi Dagalo, kwa sababu ukimuuliza Dagalo, je, hili ulipofikia hii nafasi hii ilikuwa ni ndoto yako? Kwa sababu Dagalo ni katika watu ambao hawakusoma kabisa. Huyu alikuwa yeye ni mfugaji tu, hakusoma. Kulikuwa kuna tishio kubwa sana la wafanyabiashara wa Kiarabu na wafanyabiashara ambao wanakuwa wanatoka kwenye jamii ya Masalit, ambao wanakuwa kiasili kama ni Wabantu wa kule Darfur. Kulikuwa kuna uvamizi wakati wa safari za kusafirisha wanyama kutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine. Kulikuwa kuna uvamizi mkubwa sana. Kwa hiyo huyu Dagalo ambaye sasa hivi ndio kiongozi wa RSF, Daglo wenyewe wanamuita Hamdan Daglo, yeye alianzisha kikundi cha vijana waliokuwa kule, ambao huyu anatokana na jamii ya Waarabu wale Waarabu wa kule. Sasa alianzisha kikundi ambacho kazi yake ni moja tu. Hiki kikundi kilinde misafara ya wafanyabiashara wa wanyama kati ya Chad na Sudan. Kwa hiyo yeye alianzisha genge, akatafuta silaha, wakawa wanatembea. Kwa hiyo baada ya kuanzisha vile, ikawa wanyama wao hawaguswi kwa sababu wanatembea genge kubwa na wana silaha. Kwa hiyo ikawa hata ule uvamizi, uporaji ukawa hakuna. Ndio alivyoanza kukua taratibu. Akawa na genge kubwa na ufuasi mkubwa. Kulipotokea uasi wa Sudani kule Darfur kule, makabila ya Wabantu dhidi ya serikali ya Omar al-Bashir. Omar al-Bashir alikuwa anatumia jeshi kukabiliana na kule. Baadaye akapewa wazo, akaambiwa kuna kijana mmoja yupo kule anafanya biashara ya usafirishaji wa wanyama kutoa sehemu moja kwenda kule, lakini ana genge kubwa sana. Yule unaweza kuzungumza naye akakumalizia huu uasi uliopo kule. Ndio al-Bashir kukutana na Dagalo, akampa kazi maalum kuwa sasa nje ya hivyo utafanya kazi ya kuzuia huu uasi unaotokea huku na ongeza vikosi vyako. Akapewa pesa, akapewa silaha. Ndio kilichotokea 2003, kitu kinaitwa Janjaweed. Ndio hawa kina Daglo, Janjaweed yao ndio wakafanya kile kitu ambacho kilitafsiriwa kuwa ilikuwa ni mauaji mabaya ya halaiki kule ya watu, na mpaka leo majina yao bado yako ICC, ambao wanatajwa kwa kashfa hizo. Kwa hiyo Daglo ana uhusiano wa moja kwa moja na serikali ya Chad. Kuna majenerali wa ngazi za juu kabisa wa jeshi la Chad, mmoja anatajwa kuwa ni binamu yake Hamdan Daglo kutoka serikali ya Chad. Chad katika mwaka wa 2020, unajua Deby ndio alikuwa ameuawa, yule Deby mkubwa. Yeye alikuwa bado amejiweka pembeni na Israeli. Huyu Mohamed mtoto wake ambaye anatoka kwenye tumbo, unajua na wenyewe watoto wa Idris Deby mwenyewe walikuwa matumbo tofauti. Lile tumbo la pili ambalo ndio lilitarajiwa kuwa angekuwa mrithi wa Deby hawakupewa hiyo nafasi, na huyu Mohamed ndio akapewa nafasi. Mohamed anawashikilia ndugu zake wengi kwa sababu ya hofu ya kupinduliwa, kuuawa. Huyu Mohamed aliyopo rais wa Chad sasa ni mtoto
wa Idris Deby. Idris ambaye alitawala Chad kwa miaka 30 na akauawa 2021 kwenye mstari wa mbele wa vita. Baada tu ya uchaguzi alienda kutembelea kambi ya kijeshi iliyokuwa kwenye mstari wa vita kati yao huko na Sudani. Kulikuwa kuna machafuko, waasi wapo kule. Sasa anatajwa kuwa aliuawa pale akiwa mstari wa mbele. Watu wanajiuliza alikuwa anapigana au alikuwa nini? Katoka kwenye uchaguzi kashinda, bado hajala kiapo, akaenda kule. Historia yake alipindua nchi, wakati huo alishawahi kupigana. Yani ni mwanajeshi anaweza kukaa mstari wa mbele. Lakini taarifa nyingi zilizofichwa ndani ya Chad zinamhusisha hata Mahmati mtoto wake, kuwa Mahmati alishirikiana na jeshi kuhusika katika kifo cha babake. Na ndio maana baada ya kifo cha Idris Deby, haraka jeshi likatangaza utiifu kwa nani? Kwa Mahmati Idris Deby. So huyu Daglo ambaye ni kiongozi wa RSF ana connection ya moja kwa moja na Chad. Connection ya serikali ya Chad. Serikali ya Chad mwaka 2021 wakati zile nchi zinaitambua Imarati, Bahrain, Umoja wa Falme za Kiarabu zinatambuana na Israeli. Baada ya pale kuna nchi mbili zilitambuana na Israel, was not official. Yani zilitambuana chini ya meza. Chini ya meza ilikuwa ni Chad, hadi Mahmati akaenda Israeli akafungua ubalozi. Halafu Sudani iliyokuwa chini ya hawa majenerali, na wakati wa waziri mkuu Abdallah Hamdok akiwa ni katika nchi ambazo zilitambua Israeli chini ya meza. Sudani iliorodheshwa duniani miaka mingi na Marekani kuwa ni nchi inayofadhili ugaidi miaka mingi. Ndio hapa walipokaa kina Osama bin Laden. Hapa ndio kwa kuna vurugu nyingi. Mwaka 98 Marekani alifanya shambulizi kubwa ndani ya Sudan, Khartoum, baada ya ubalozi wa Dar es Salaam na Nairobi kulipuliwa. Kipindi hicho alishambulia Sudan akisema hapa ndio ufadhili wa ugaidi wote unapotokea. Sasa Sudan kwa miaka mingi amewekwa na amekutana na vikwazo vingi sana amewekewa. Kwa hiyo Sudani baada ya al-Bashir, unajua al-Bashir aliondolewa 2019. Baada ya al-Bashir wa Sudani, serikali iliyokuwa Sudani iligoma kwenda kuitambua Israel official kwa sababu walijua pressure ya ndani ni kubwa sana na msimamo wa Sudani ni mgumu. Hasa wakisimamia kuwa wao ndio walikuwa wenyeji wa mazungumzo za nchi za Kiarabu mwaka 1967, wakati Waarabu wote wanatangaza kuwa hakuna Mwarabu yoyote atakayeitambua Israeli mpaka Israeli itapoondoka kwenye ardhi ya Waarabu. Mkutano ulifanyika Khartoum 1967. Mwaka 79 Misri ndio nchi ya kwanza ya Kiarabu kukata kamba na kwenda kuitambua Israel. Ilikuwa na sababu ya kufanya vile, kwa sababu Misri ilikuwa inataka eneo lake la Sinai ambalo lilikuwa kiasi kikubwa linakaliwa na vikosi vya Israeli complete yaondoke. Kwa hiyo Israeli aliingia makubaliano na Misri ya kubadilishana ardhi na utambuzi wa kidiplomasia na tuishi kwa amani, na huku Misri akiendelea kulipwa fedha na Marekani toka wakati huo mpaka leo. Ndio maana anapokea 2.3 billion annual, yani hiyo anapokea. Kwa hiyo Sudani aliambiwa na Marekani sharti kuwa tutakuondoa, kwa sababu Sudani hiyo wakati ameondoka al-Bashir 2019, Sudani hiyo aliyepewa ofa wakati huo alikuwa bado ni Trump. Alipewa ofa Sudani kuwa itambue Israeli, tutakuondolea nchi yako katika listi ya nchi ambazo zinafadhili ugaidi, halafu utatakiwa kuwalipa waathirika wa ugaidi dola milioni 350. Yani hapa kuna mchezo ulichezeshwa. Sudani alipewa ofa, akapewa 1.2 billion dola ya chini ya meza. 1.2 billion Sudani akapewa. Katika 1.2 billion Sudani akatangaza kuwa anawalipa waathirika wa ugaidi dola milioni 350. Pesa nyingine ikabaki huku. Halafu hao huku wakatangaza kuwa Sudani imeondolewa katika listi ya nchi zinazofadhili ugaidi, lakini nchi katika nchi ambazo zinafadhili ugaidi imeondolewa, lakini imewalipa waathirika wa ugaidi dola milioni 350. Yani Sudani iliyokuwa na njaa ambayo haina akiba. Kuna wakati Sudani, benki kuu ya Sudani ilifikisha reserve, yani pesa ya balance kwenye benki zao za nje kwa ajili ya manunuzi ya nje, ilifikisha kiasi cha dola milioni 3 ndio kipo kwenye yani katika pesa yao ya akiba iliyokuwa. Halafu ghafla unakuja kusikia kuwa Sudani imeweza kulipa waathirika wa ugaidi dola milioni 350, wakati wao kwenye benki walikuwa wanaenda kuwa empty.
lakini wakawa na fedha nyingi za kwenda kuwalipa watu waathirika wa ugaidi. Ni fedha ambazo walipewa upande wa pili kufanya. Kwa hiyo hizi ni nchi ambazo zilitambua Israel kwa wakati. Sasa Sudani hii jeshi limeenda kufungua mashtaka kwenye mahakama ya ICJ wakishutumu Imarati kwa sababu Imarati ina supply silaha kupitia Chad na zinamfikia Hamdani Daglo. Daglo anazitumia yeye na jeshi lake la RSF. Unakumbuka uhusiano wa Daglo na Imarati ni mkubwa sana. Kampuni nyingi ambazo ziko chini ya huyu Daglo zinafanya kazi Imarati. Ndio maana kwenye listi ya kampuni ambazo zilifungiwa, ambazo baada ya kuwekewa vikwazo na Marekani mwishoni mwa Biden, katika kampuni 16 zilizotajwa, zaidi ya nusu ya zile kampuni zilikuwa ziko Imarati zinafanya kazi. Na hizo kampuni zina connection moja kwa moja na Hamdan Daglo, kaka zake, ndugu zake na familia yake. Makampuni makubwa ya usafirishaji wa dhahabu, Sudani ina dhahabu nyingi sana hasa kule Darfur. Wanasafirisha dhahabu ya kutosha kutoka kule. Kampuni kubwa za ujenzi, makampuni yani ni mabilioni yako kule. Uhusiano wao hasa Imarati na huyu Daglo ulishamiri na kukua kwenye vita ya Yemen. Kwa sababu vita ya Yemen, Imarati na Saudi Arabia ambao ndio walikuwa wameibeba kifuani kwa ilikuwa ni ya kwao, wakaona kila mmoja atafute vikosi kutoka nje, kwa sababu wao hawawezi kuchukua askari wao wakawapeleka kwenye vita, watakufa, hawataki kufa, wanapenda maisha ya kizungu. Kwa hiyo tenda ya Imarati ambayo yani tenda ya RSF kupata kikosi kukipeleka kule kupigana ilitolewa na Imarati, na Imarati ndio alikuwa anailipa. Kwa hiyo falme za Kiarabu ndio zilimlipa Dagalo kuchukua askari wa Sudani kwenda kupigana kwenye vita ya Yemen. Kutoka kwenye ile vita, baada ya yale makubaliano kufikiwa, kutoka kwenye ile vita ndio Hamdan Daglo akarudi ameota mapembe, kwa sababu alipewa mabilioni na mabilioni ya pesa, yani ni mamilioni ya dola ya fedha. Wakati huo akazidi kuimarisha jeshi lake kwa kiwango cha hali ya juu, kwa sababu alizawadiwa zile Land Cruiser zile mnaziona ziko nyingi sana, ni mamia ya magari, lakini alipewa vifaa vya kisasa, silaha, yani jeshi lake likaonekana ni jeshi ambalo limenawiri na linalipa mishahara mizuri na linafanya nini kuzidi hata jeshi la nchi ya Sudani. Sasa kesi itaanza kusikilizwa Aprili 10 mbele ya majaji 15 kama kawaida, ambao wataisimamia hiyo kesi. Na hiyo kesi itahusu sasa Imarati, ambaye yeye mara zote huwa hataki status yake ichafuliwe, kwa sababu amejiingiza kwenye siasa nyingi. Imarati kaingiza sana kwenye siasa nyingi ambazo zinakwenda huko duniani. Juzi kumekuwa na tishio ambalo wamelizungumza Wahuthi, wakasema kuwa kuna watu alikuwa anasema Al-Houthi mwenyewe Abdul Maliki anasema tunazifahamu nchi za Kiarabu ambazo zina support Israel na Marekani. Kuna nyingine hazitaki kujidhihirisha wazi, yani ziko chini kwa chini. Ni sawa, tunazijua, hatuna tabu nazo. Lakini anasema lakini kuna huyu ambaye sasa anataka ajidhihirishe wazi kabisa uadui wake kwetu. Anamtaja Imarati. Sisi ni kama kawaida, hatufanyi tishio, na sisi ahadi zetu huwa za kweli. Tutaishambulia Imarati moja kwa moja. Yani tutapiga Dubai au Abu Dhabi moja kwa moja. Wakati ule wa mwaka 2018-16 waliigusa Abu Dhabi. Waligusa hao Wahuthi waligusa wakati walipoenda kugusa Dammam, Saudi Arabia, kwa sababu waliwahi kupiga miundombinu ya mafuta ya Saudi Arabia, wakaathiri yani wakatikisa soko la mafuta duniani likacheza kwa 5% baada ya kugusa miundombinu ya Saudi Arabia. Ndio maana Saudi Arabia akavuta mbawa zake. Na hata mara hii licha mashambulizi yote yamehusika na Yemen, Saudi Arabia amekunja mbawa zake pembeni, hataki kabisa kugusika nao hao, kwa sababu anaamini kuwa wanaweza kunivurugia plani zangu zote. Kwa hiyo unaona hata ikakaa kimya. Sasa Wahuthi wanasema Imarati amejiweka mbele sana kwenye kutushambulia sisi, kwa hiyo na sisi tutamshambulia moja kwa moja. Imarati kajiingiza mgogoro wa Sudani. Imarati yuko kwenye mgogoro wa Libya vizuri kabisa, huko anahusika. Lakini mgogoro wa Mashariki ya Kati, umeona kati ya Gaza na Israeli, amejiweka wazi yuko upande gani yeye Imarati kwa wazi. Lakini nimeona taarifa moja ikanifikirisha pia. Imarati imetoa nafasi kwa waathirika wa Palestina kama 300 au 500 waende wakatibiwe nchini Imarati, wale waathirika na vita ya Israeli. Kwa hiyo utatafsiri mwenyewe hii kauli, yani utaitafsiri mwenyewe unaionaje hii kauli. So hii kesi itaanza kuunguruma na tunaweza tukasikia lolote kwenye hii kesi, japokuwa muundo wa hizi mahakama, muundo wa vyombo ambavyo viko vinasimamia maslahi ya dunia always huwa nawaambia ni maigizo.
kwa sababu hii mahakama ambayo tunaisubiri tuseme kuwa itakuja kutoa maamuzi ya kesi ya ICJ, tayari mwaka jana imetoa hukumu mbili dhidi ya Israeli. Mbili, ikitoa hukumu ya Israeli iache iruhusu misaada Gaza iingie na iache kushambulia maeneo ya watu. Kinachoendelea nyinyi wote mnakijua mpaka sasa. Hii mahakama imetoa hukumu na ni mahakama ya kisheria kabisa ya Umoja wa Mataifa. 1948 ilianzishwa, ni mahakama ya kisheria kabisa, lakini ilitoa hukumu dhidi ya Israeli kuhusu ukingo wa magharibi. Lazima Israeli aondoke ukingo wa magharibi na aachie maeneo yote anayoyakalia. Hivi ninavyokuambia, Israeli imeasisi makazi mapya 13 tofauti ya walowezi ndani ya mwezi mmoja uliopita. Inawafukuza hivi sasa Wapalestina walio kwenye kambi ya Tulkaram, kambi ya Turbas na kambi ya Jenin. Zaidi ya Wapalestina 50,000 wamehama ndani ya mwezi mmoja kutoka kwenye hizo kambi, na hukumu ya mahakama ipo. Ili iweze kutekelezwa hukumu ya mahakama, inatakiwa sasa mjumbe mmoja wa baraza aende kukata rufaa kwenye Umoja wa Mataifa. Akishaenda kukaa kwenye Umoja wa Mataifa, kutapigwa kura ya kuchukua hatua dhidi ya Israeli. Katika wale wanachama 15 watapiga kura. Ndani yao kuna wale wenye vote zile za veto zile, ambao ni Marekani na wenzake. Kwa hiyo unaweza kulipata jibu wewe mwenyewe tu kuwa kwa nini nchi hazijisumbui kulichukua ile azimio kulipeleka kwenye Umoja wa Mataifa ili likapigiwe kura. Kwa sababu kuna kura ya Marekani ambayo haitoidhinisha, itaenda kugonga veto kuzuia lolote action dhidi ya Israel. Kwa hiyo ndio nawaambia kuwa hii mifumo ilivyowekwa, imewekwa mifumo ya kinafiki ambayo kuwa haikufikishi popote, ila ni mifumo ambayo inafanya kazi sahihi kwa wale ambao sio wenzetu. Lakini wakiwa ni wenzetu, hii mifumo haifanyi kazi kabisa. Ndio maana nakwambia, wakati Imarati anatoa macho na wakati Israeli analalamika kwa nini kesi yake ICJ, hakuna lolote hata kama hukumu itatolewa kwenye ICJ, kwa sababu tayari mahakama hiyo imeishatoa hukumu kadhaa za ICJ na hazitekelezwi.